inaanzia toka enzi ya Mfalme Daudi, kwa sababu walikuwa wana mataifa 12. Yalikuwa mataifa ya 12 ilikuwa ni mataifa ya Israeli. Nchi yetu kwanza ni tajiri wa madini, tuna madini mengi sana. Akajiwekea nafasi hapo toka enzi kabla Yesu hajazaliwa. Haya madini yalikuwa hapo. Kusani bei ni juu sana. Haitoki kwa mara. Size gramu 5 inaweza ni kitu ajabu sana. Inaweza kutoa labda kwa mwaka labda mara moja, mara mbili, yani so ni kitu ajabu. Madini yetu yana thamani kubwa sana. Soko lake liko wazi. Huwezi kusumbuka kusema kwamba uzunguke usiende wapi. Kwa kila utakavyoingia kwenye ofisi unauza, unakuwa na ofa. Naona green na unafuu kwenye uchimbaji kuliko Tanzanite na mawe mengine. Lakini jiwe pia na shida lakini unapolichimba siku Mwenyezi Mungu akujalia kupata utakuwa umetoka kwenye maskini pia. Hayaanguki kibiashara. Ni Watanzania pekee ndio wanaohusika katika swala zima la uchimbaji wa madini haya ya Savorite. Maana hii ndio kazi ambayo nimefanya, na tangu nimekuwa na ufahamu ule wa kuelewa kitu, ndio kazi mimi nimeanza nayo, nimeendelea nayo mpaka leo. Serikali kupitia programu ya MBT imetoa leseni kwa wachimbaji wadogo, vijana na wanawake zaidi ya 420 katika eneo la Lemushuku. Serikali tunaishauri kwamba itupe ushirikiano iweze kuangalia kwa jicho la upana. Katika vitabu vya dini madini haya yameandikwa, yana historia yake. Madini haya ni madini yenye ubora mzuri, ni madini yenye rangi adimu, rangi angavu, rangi ya kijani kibichi, na ni madini ambayo yana ugumu ambao unakubalika zaidi katika upande wa mapambo. Na haya mataifa yalikuwa yanatambulika kwa rangi ambazo za haya madini. Ndio maana yalikuwa yanapangwa madini 12. Ilikuwa wale watawala wanapopeana utawala, huyu anampa mtawala mwenzake, anampa power. Ile power ilikuwa inawekwa kwenye slate, alafu yamewekwa haya madini. Ndio ilikuwa inampa power. Huyu anaondoka kwenye madaraka, anapomkabidhi madaraka mtu mwingine, ilikuwa inatumika hiyo ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba mataifa 12 ya Israeli yalikuwa yanatambulikana na kutofautiana kwenye haya madini. Savorite si jiwe la kawaida, ni fahari ya Tanzania, ni hadithi ya ardhi, simulizi ya watu na uchumi unaokua kutoka mgodini hadi sokoni. Sio green garnet zote ni Savorite. Na Tanzania tumepata bahati kuwa mzalishaji mmojawapo katika masoko mbalimbali ya dunia. Savorite inaandika simulizi mpya ya maendeleo ya Tanzania.